Jina langu ni Michael Mwamlima na hii ni Mchuchuma TV. Karibu. Alilala nje, alilelewa na maumivu, leo ni tumaini la maelfu ya watoto yatima nchini Tanzania. Akiwa na umri wa miaka 8 tu, Padre Bruno Mgaya alipoteza wazazi wake na kujikuta akipambana na maisha yake peke yake. Wakati watoto wengine walikuwa wakipata malezi na upendo wa familia, yeye alihangaika kutafuta chakula, mahala pa kulala na namna ya kuendelea na masomo. Mara nyingi alifanya vibarua vidogo ili kuweza kuishi na kutimiza ndoto yake kupata elimu. Licha ya mazingira hayo magumu, hakuruhusu umaskini na upweke kuwa ndoto zake. Kwa bidii na uvumilivu alifanikiwa kusoma hadi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na kuhitimu shahada yake ya elimu mwaka 1992. Baadaye alipata shahada ya uzamili nchini Marekani mwaka 2005 na shahada yake ya uzamivu PhD mwaka 2014 katika masuala ya huduma za kijamii. Lakini kilichomtofautisha si elimu peke yake, bali moyo wake wa huruma. Akiwa anakumbuka maumivu ya watoto wake, aliamua kufungua mikono. Watoto yatima walikuwa wakipitia mateso kama aliyowahi kupitia yeye. Akianzisha familia ya upendo na hata kutoa nyumba yake binafsi ili kuwapa makazi, malezi, matumaini na maisha bora. Hii si simulizi ya padre tu, ni simulizi ya mtoto yatima aliyekataa kushindwa na maisha, akageuza maumivu yake kuwa baraka kwa maelfu ya wengine. Tazama simulizi hii ya kusisimua na ujifunze jinsi imani, elimu na moyo wa upendo vinavyoweza kubadilisha dunia ya mtu mmoja na maisha ya wengi. Tete kulikuwa na shida kali sana. Watu walikuwa wanafariki, wanaacha watoto, na kwa kupitia IPP Media niweza kusoma na kuona hali hiyo ya watoto wanaobaki nyumbani peke yao, hawana msaada na nini. Na mimi kama padre, na kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa kama yatima, ikaniuma sana. Nililelewa kama yatima mwenyewe. Na kwa kweli sio kwamba nililelewa, nilijilea kama yatima. Kwa sababu mama yangu alifariki nilipokuwa namaliza tu darasa la 5. Toka pale kilichotokea, ilibidi nianze kuhangaika kutoka kwa ndugu mmoja mpaka mwingine, na wengine hawakunipokea, na hivi kulikuwa na hatari hata ya kuacha shule yangu. Kwa hiyo katika kule kuhangaika, basi mwishoni nilikuja nikajibanza kwa familia moja ya mzee Reinhard Mdendemi na mke wake Yosefa Sanyiku pale Uwemba. Hivi nikawa sasa, sio kwamba walinikaribisha, ila nilijibanza mwenyewe nikiwa hapo tu pale penye usalama. Kwa hiyo nikawa naenda shule likizo na nini, narudi hapo. Na kwa kweli nilianza kuwajua hao kwa sababu Jumamosi nilikuwa naenda kufanya vibarua vya kuokota kuni pale Middle School Uwemba, na wapelekea kuni, wananipatia visenti kidogo, na hivi ndio nilivyoishi. Na mwishoni nikawa kabisa kama sehemu ya familia ile. Tuseme kuanza wazo lilianzia Mafinga, nikiwa nafundisha seminari yetu iliyokuwa ya jimbo la Iringa na jimbo la Njombe. Sasa kutoka pale kwa vyote nilienda Mwanza kuanzisha chuo hiki cha Mtakatifu Agustino, na kutoka kule nilichaguliwa kwenda Marekani. Sasa nilipokuwa Marekani nilikuwa bado nakumbuka kwamba kule nyumbani kuna watoto wana matatizo. Nilichopata niliweza kusaidia wachache huko walikokuwa, lakini baadaye nikaona kidogo hiki ukiwakusanya pamoja ni nafuu kuliko kusema nasaidia mmoja. Na hivi niliporudi 2016 ndipo nilipofikiri kufanya hiki kitu kilichoko hapa, kwamba tuweke mahali watoto wenye shida tuwahudumie kwa karibu, angalau wale wa kutoka miaka 3 mpaka wanapomaliza shule ya msingi, na pale tuwakabidhi tena kwa ndugu zao. Kifupi wazo lilikuwa hivyo. Sasa muundo gani kitu kichukue? Ndio tukafanya muundo wa familia, kwamba watoto wakifika hapa wasirundikwe tu kama mihogo, wawe na mlezi ambaye wanamuita mama yao, na wenyewe wafanye shughuli zile ambazo watu katika familia hufanya.
kwa mfano kuchota maji, kuwa na bustani, kufuga kuku kidogo, nguruwe, ng'ombe, wajue na walelewe kama Watanzania wengine ambao wanafanya kazi na wanalelewa katika familia zinazofanya kazi, bila kusahau kwamba lazima wasome hivi tulikowapeleka hiyo. Kwa kimsingi muundo wa nyumba zilivyowekwa hapa zimewekwa kama vile mtoto anakaa nyumbani kwake, ana mama yake, ana wajibu wa kushughulikia bustani, kuku, ng'ombe, nguruwe, bustani za mboga na hivi, ili kusudi tusiwe tunanunua mboga ambazo si wenyewe hapa tunaweza tukalima. Kwa mtindo huu ndio tulipopangilia nyumba hizi, tumezipangilia kwa mtindo. Yalikuwa magumu sana kwa sababu unapokuwa labda uko shuleni, hujui likizo utakaa wapi, na hujui nani atakusaidia hata labda sendi ya daftari. Mimi sikuwa mtu wa kutafuta vya pekee. Daftari unashindwa kupata kwa sababu hutegemei mtu. Inabidi ufanye kibarua ndipo uweze kupata senti kununua daftari au chochote utakachokuwa unahitaji shuleni. Kwa mtindo huu nilipata kujua kwamba kumsaidia yatima, wanaosema kumsaidia huko nyumbani kwao, hawaelewi mambo mengi. Nyumbani hata kama ukikaa mtu akaja akakupatia hela, ile hela itakuwa ni ya familia ile na mtachukua wote, ingawa nyumba ile ina baba na mama. Kwa hiyo ndio maana mimi nilivyounda hapa, nitaka nimsaidie mtu akiwa hapa, nikijua kwamba huyu ndiye atakayefaidi. Kama nikitoa shilingi moja atachukua huyu aende shuleni. Nilikuwa ni msaada wangu ndio. Kwa hiyo nilikuwa na hali ngumu. Leo unaenda likizo hii, unaenda unatafuta kule, likizo ijayo nyumba nyingine, likizo hii nyumba nyingine, hutulii. Kwa nikaona hii iliniumiza mimi, angalau mimi nimsaidie mtu isimuumize mwingine kama nilivyoumia mimi. Mtu anaweza kueleza uliondokaje mpaka leo una majengo mengi. Tulipomaliza muundo huu wa hapa ambazo ni familia 4 za kwanza, tuliondoka tukaona tuweke mahali ambapo hata nikiwa na watoto naweza kuwakusanyia wakakaa pale. Akifika mgeni anaweza kulala, na pia tukifikiwa na wageni tunaweza tukakaa nao kwa faragha kwa sababu tulikuwa hatuna mahali pa kukaa. Na hapa tukajenga nyumba ambayo ina ukumbi kidogo, kuna vyumba vya wageni na mahali pa kutunzia chochote kinachokuwa kimebaki. Hivi tulikuwa tunaenda kwa mtindo hivi, tukaanza hapo kuweka msingi, na baada ya watu tena kutusaidia, watu wema wametusaidia na nini, ndo tukaanza na kuendeleza jengo hilo. Baba Padre, unaona hapa pia licha ya kuwepo kwa hii kituo cha watoto, tunaona kwamba kuna kanisa. Hii ipoje? Kanisa hili ndio tuseme chanzo cha malezi ya kimaadili kwa watoto. Ndio maana tunalitumia kila siku. Kwa hiyo ningejenga tu mahali pa kukaa, kula na kulala, ningekuwa bado sijakamilisha. Hivi watoto wetu asubuhi na jioni wanarudi kumshukuru Mungu ambaye anawatumia watu wa kuweza kumsaidia. Hivi ndio maana tulijenga kanisa hili. Lakini tulipojenga tulikuwa pia na moyo anayetaka kuja kusali hata kama si yatima, angalau Jumapili aweze kuwa kukaribishwa. Na kwa sababu wakati yule hapa kulikuwa hakuna igango chochote kile, basi niliona afadhali nijenge, na tukawa tunasalia hapo. Tulianza na wafanyakazi, baadaye sasa wanajaa karibu watoto, na tunakaribisha wenyeji Jumapili wanakuja wanapata hiyo huduma hapa. Pengine kwenye ujenzi wa kanisa hili, labda ujenzi wake ni nguvu zako wewe mwenyewe au kuna watu ambao wamekusupport kama jamii ndio kuzunguka? Kwa kweli walioniunga mkono katika hili ni zaidi watu walionifahamu nilipokuwa nasoma huko Marekani. Kuna mama moja anaitwa Dorothea, ndio huyu hasa aliyefika na kunisaidia katika ujenzi. Wenyeji wamechangia kiasi fulani wanaozunguka hapa, katika maana kwamba basi na wenyewe waliona umuhimu wa watoto kuwepo hapa, lakini tusingeweza kufanya kitu bila msaada ule ambao mama huyo alinipa.
kwamba unaenda kusaidia watoto. Watoto lazima uwasaidie elimu, uwasaidie maadili ya moyo, na maadili yanasambazwa na kanisa, na uwasaidie pia mikono, wafanye kazi wanayoweza kufanya hata kama ni wadogo. Wasikae tu kusubiri mtu awasaidie, wafundishe wajisaidie wao wenyewe. Kwa hiyo maadili, fundisha mikono kufanya kazi, na akili waende shuleni. Waende shuleni. Sawa, eneo hili na ukubwa wa eka ngapi? Kwa kweli haka tulipata kutoka kijiji mwanzoni, tulipata kama eka 20. Baadaye wenzetu wengine wakasema kijiji kilikuwa kimeingilia eneo lao na nini. Tukawaambia mnachotaka kuchukua mchukue. Kwa hiyo walichukua kama eka 6 hivi, 6, 7. Zilizobaki sasa hivi ni kati ya 14 na 15 zilizobaki. Na mahitaji ya eneo kwa upande wenu ndio mweze kutimiza majukumu yenu vizuri na kuhakikisha kwamba hawa watoto na walea vizuri ni kiasi gani? Kwa kweli kwa hapa tungalao tungepata kutoka 25 hivi au 30 ingekuwa nzuri. Lakini hata tukipata kwa sasa hivi 25 nafikiri ingekuwa eneo nzuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwa maana saizi hapa sisi inabidi tuombe vihela kwa watu tununulie kuni. Kitu ambacho ni aibu kubwa kabisa. Kwa sababu hapa miti ya kuni inastawi hapa kama unavyoona miti hiyo. Alafu yuko malingo ambayo ndio ni kwa ajili ya kuni zaidi, badala ya hii inaweza kutumika hata kwa mbao. Malingo tunaweza tukapanda hapa na yanastawi. Kwa hiyo utakuta kwamba kuna vitu ambavyo tunanunua, lazima tuombe kama watoto kwa vitu ambavyo tungeweza kujisaidia si wenyewe hapa kupanda ile miti na kuwa na kuni, na tukawa hata na miti ya kujengea vizizi nini bila kuhangaika. Alafu pia watoto vitu, kwa mfano mahindi ya kuchoma. Wala tunabidi tukanunue. Tuko Ibumila mahali ambapo mahindi yanalimwa, tunaenda kununua mahindi kwa ajili ya watoto kuchoma, ni aibu. Alafu kwa mfano mifugo, kila familia, tuna familia sasa 6. Kila familia lazima iwe na ng'ombe, lazima iwe na nguruwe. Lakini sasa inapokuja kwamba kwamba hata mboga za kula lazima mkanunue. Sijui umeona tunavyohangaika na vibwawa vya samaki. Sasa protein kwa watoto. Sasa utaweka wapi? Kaeneo kamebanwa mno. Na nyumba za watoto huwezi kuziseta kama magunia ya mahindi. Lazima utawanye kidogo watoto waweze kuwa na uhuru wa kutembea. Mtu anataka kufahamu ili anayeona aweze kuona namna ya kufanya kuhakikisha kwamba na sogeza kidogo mbele kwenye malezi yako ambayo unayafanya hapa. Kwa kweli mimi niseme ninamshukuru Mungu. Wako watu wenye moyo mwema. Kwa mfano Njombe, wakati wa Kwaresma ule unaweza kuona na hawajali dini gani, na si wenyewe tunavolea watoto hatujali dini gani, unatoka wapi, kabila gani. Kanisa Katoliki ni kwa ajili ya dunia nzima, mahali popote. Watu wanaweza kutoka Njombe, unaona mtu anakuja hapa na mche wa sabuni. Mwingine anatoka Njombe, anakuja hapa na labda amechukua shilingi 10,000 au shilingi 5,000, anakuja kusema na mimi nilipenda kusaidia wakati huu watoto hawa. Ninaandika chini kila kitu ili kusudi nisisahau. Nisije nikasema Mungu asaidii. Lakini unakuta kwa sasa hivi, niseme ukweli, Makambaku wameanza, sababu tulikuwa hatujulikani kabisa. Sinaona tulivyo polini na barabara yetu chafu kabisa. Umeona umepata shida hata wewe sio bodaboda kukimbiza kwenye mashimo. Kwa hiyo lakini pamoja na hiyo kuna watu wenye moyo mwema ambao wanafika na kusema tunajua, tumesikia kuna Dorotea. Hatujui ni wapi. Kwa nini ukuweka kibao kule barabarani? Sasa si rahisi sana kuweka huko. Kwa kwenyewe kuna masharti yake. Lakini siku moja labda tutaweka. Lakini ninamshukuru Mungu, niseme ukweli, kwamba watu wameanza kuona na wenye mapenzi mema wapo. Ingawa kwa kuzunguka hapa ni ngumu kidogo. Kwa sababu tumekuwa tukiomba ardhi kwa miaka 5, tunaomba tuongezee eneo. Ni ngumu. Wanafikiri labda mimi ndio ninayefaidi. Labda nikifa watatoa, sijui. Lakini eneo lipo la kijiji, tungeweza kupata hata eka 30. Shida ni kwamba tu watu wanafikiri mimi ndio ninayefaidi. Na mimi sina mtoto hapa, hata nikiondoka kesho. Si mapadri tunabadilishana. Leo niko mimi, kesho atakuwa mwingine. Tulichokuwa tunaomba tu watu wenye mapenzi mema na wale wenye nguvu katika serikali watusaidie tupate eneo hiyo eka 30, na lipo.
Lipo. Unaona tunazunguka na kuna nyumba za watu hapa. Hamna. Hakuna nyumba za watu mpaka huko chini huko. Lakini hatuwezi kuvamia. Na mimi sipendi sana kugombana na wenyeji kwa sababu sija akaleta shida kwa watoto. Kwa hiyo naomba wale wenye uwezo wanaoweza kuongea na kijiji hapa wakaona hitaji hilo wakatusaidia. Kwa kweli tupenda Mungu atubariki. Nilitaka wakati fulani niseme niende kwa mheshimiwa mkoani, mheshimiwa mkuu wa mkoa niongee naye. Na bado nina plan, labda siku nyingine nikipata fursa nitaongea na baba. Uongee na mwenyekiti wa kijiji atusaidie. Tumeandika barua miaka 5 kila mwaka, na mwaka huu tumepeleka. Tunaomba jamani, mtuongezee eneo. Shida yetu ndio hiyo. Sawa, pengine ni watoto wa aina gani ambao unawalea hapa, na ni kutoka katika mikoa gani, au labda ni mikoa tu ya Njombe au ni Tanzania nzima? Ndiyo baba, swali zuri sana hilo. Watoto tunaowalea hapa ni wale ambao wana miaka 3, yani wanaanza chekechea kama unavyoona chekechea yetu hapa. Kwa hiyo tunawapokea miaka 3 kwenda juu. Wale tukipata kama moja yuko miaka 3 kwenda chini katika humo tunapozunguka, tunawachukua tunawapeleka Ilunda. Kuna masista hapa wenzetu wanaweza kumpa mtu mlezi mmoja watoto wachache, kwa sababu ikiwa wadogo wanahitaji huduma ya karibu. Kwa hiyo tunachukua wachache. Sisi hapa tunawachukua miaka 3, maana kwa kiasi fulani mtoto anajimudu yeye mwenyewe, na hivi mlezi mmoja anaweza kuchukua watoto wengi zaidi ili kusudi aweze kupata nafasi ya kwenda shuleni. Sasa tunachukua sisi kama nilivyosema, kuna masharti kwa nini kuchukua watu wa ustawi wa jamii. Anasema mchukue katika halmashauri hii sijui kile. Sisi kanisa Katoliki mkoa wa Njombe wote ni kanisa Katoliki na ni jimbo hili moja. Na hata hivi sisi huwa hatujali majimbo. Mtoto akiwa ana shida Mbeya na ninajua kabisa hana baba wala mama, mimi nitaenda kumchukua na kumsaidia apate maisha, aendelee na maisha yake akiwa amesaidiwa. Mimi sijali hata angetoka Singida, hata angetoka Mwanza. Kama mtoto ana tatizo na mimi najua, au mtu ananijulisha kwamba mtoto huyu kwa ana matatizo na anahitaji msaada. Kwa sababu mimi hapa hela ninayotumia sio ya serikali. Ni hela ya watu wenye mapenzi mema dunia nzima, ambao wanaona kama nilivyokuambia mama huyu alivyotusaidia kutoka Marekani. Uweze kusema kwamba ukasaidie watoto. Kwa hiyo mimi nitakuwa ni muongo na mnafiki kuanza kubagua watoto au kwa dini yao au sijui kwa kabila lao au sijui kwa jimbo lao au kwa nini. Uzuri tu walio wengi hapa ni wa kutoka mkoa wa Njombe. Lakini tunao pia 2-3 kutoka nje. Tulichukua Songea wakati fulani kutoka Madaba, walikuja hapo kutoka 6-7. Tumewasaidia, tumewapa nafasi hiyo, wanaendelea na maisha yao. Na nitaendelea hivyo mpaka nitakapokufa. Kama kuna mtoto Mwanza, Arusha, Moshi, wapi, mimi nilikuwa yatima. Kwa hiyo mtu asimtije, na wala nipo tayari kuingia hata gerezani. Mimi nilikuwa yatima, najua uchungu wa kukosa mama na baba, na unataka shule lakini huwezi kwenda kwa sababu huna uniform, matako yako nje. Hapa tukiwa pamoja na watu wenye mapenzi mema, anampatia suruali mtoto anaenda shule, tunapunguza majizi. Leo tunapiga wote, tunapiga kelele. Jamani, kuna panya Kaloa, kuna panya Buku, kuna panya Road, si ndio? Lakini wale ni nani? Ni watoto wetu. Hata kama na ukiangalia vikiingia vikivamia nyumba, vinaangalia kitu gani cha kwanza? Cha ugali uliobaki. Sasa katoto kanalilia ugali uliobaki, nyinyi tena tunawaambia wao tukapige risasi au sisi tufanye. Tukifanya mtindo kama huu ambao ni rahisi kabisa. Tufikiri kwa katika mkoa wetu kila kata ingeweza kuwa na nyumba moja tu ya hapa. Tungepunguza pale Njombe, hatutamuona mtoto anayeomba. Kwa sababu mtoto akishamaliza darasa 7 na sasa hivi ataunganisha na sekondari. Akifika sekondari ana kazi nzuri zaidi za kufanya kuliko kuiba, kufungua nyumba ya mtu, kuiba pikipiki ya mtu au nini. Hata wao wanaogopa kufa, lakini kama hatujawawezesha na sisi tunaendelea tu kuwalaumu, tunawaonea. Mimi niliishi maisha hayo. Na sitaki mtu yeyote kama nina uwezo wa kumsaidia aishi nilichoishi mimi. Sipendi kabisa. Ndio maana nitaanzia kanisani, nimpe mafundisho ya Yesu, kupendana, kusaidiana. Nitamsaidia aende shule, akasoma, apate elimu, apate kutafuta maisha, na nitamfundisha moyo wa kuwa na mapendo kwa wengine. Hivyo nitafanya hivyo. Lakini niseme tu wakati mwingine hapa ustawi wa jamii wananiuliza, wewe unachukua watoto kutoka wapi, halmashauri gani? Na mimi nachukua kutoka, kuna form za kuingizia watoto hapa. Hatuchukui watoto holela. Lakini akitokea mtoto ana matatizo Sumbawanga, mimi nitaenda kumchukua.
na atakaa hapa, akimaliza arudi Sumbawanga. Ni Tanzania hiyo hiyo. Na ni kanisa hilo. Kama mtoto kufika hapa, kuna wengine ambao inatokana kwamba na mzazi labda amefariki au hivyo. Kuna wengine wa kutelekezwa. Labda unaiambia nini jamii kuhakikisha kwamba wanazingatia misingi kwenye upande wa maadili? Mimi ningesema hivi. Wale kwa mfano, kuna shida siku hizi watu wanaachana haraka hivyo. Wanapoachana, hata kama pengine hawana uwezo, wajaribu kwenda ustawi wa jamii kusema mtoto huyu ana shida, kwa sababu ustawi wa jamii wanatujua sisi tuko hapa, wanaweza kusaidia. Lakini la kwanza ni hili, vijana wanapotafuta mke, jaribu kuona kwamba huyu tutaweza kukaa naye pamoja, kwa sababu mapendo yao yale yakiwa ni ya muda mfupi sana yanaleta ajali kwa wengine. Huyu mtoto hakupenda kuzaliwa, lakini amezaliwa. Sasa amezaliwa, lakini alafu mama naondoka na baba naondoka, na mara nyingi wanaochukuliwa wanachukua mabibi. Tulio nao wengi hapa tumechukua, wanaleta mabibi, wanaleta hapa. Sasa bibi mwenyewe ana afya mbovu, hawezi kusaidia na nini. Alafu vijana wanaendelea tena kuzaa na kuachana, inakuwa mbovu. Hiyo sio kitu kizuri. Sasa jamii iwasaidie vijana wanaposema nataka kuoa, wawasaidie kujua kwamba kitakachotokea kati yao kinatunzwa. Kwa sababu nakumbuka nilipozaliwa mimi, baba akifa au mama akifa, jamii, familia ile ya karibu walisaidia. Leo hawasaidii. Wananyang'anya tu nyumba ya baba, wananyang'anya tu, wanafukuza mama. Utakuta sasa watoto wanabaki katikati. So kwa hapa tumekaa nao. Kuna wengine amekaa ameweza darasa la 7. Unasema labda ni bangaize amalize form 4, anamaliza form 4. Lakini hakuna ndugu wanaotokea. Tuna kijana wetu nafikiri yule anayeendesha trekta. Tumefungisha ndoa, sasa hivi tumemtafutia mali, yuko hapa kijini, ni raia mwema mzuri kweli. Lakini ni wa Mji Mwema Njombe. Kwa hiyo niseme nini? Jamii yetu ijibu. Na sio kwamba tujibu kwa kutumia vitu hivi tu. Hata huko unaona mtoto wa mwenzio anahangaika, tujaribu kusaidiana. Hata kajumuia kusaidiana kusudi mtoto asome, awe na uwezo wa kufika baadaye kujitegemea. Ndio hivyo. Asante.